Mgogoro wa ardhi katika eneo la biashara la Ngosuani katika eneo la Narok Kusini umesababisha makabiliano makali kati ya makundi mawili hasimu, hali ambayo imesababisha watu kadhaa kujeruhiwa vibaya. Na zoezi la kugawa ardhi ya ekari 110 kwa wamiliki 500 ilivurugwa baada ya kundi pinzani kuvamia shughuli hiyo. Mwandishi wetu Toby Meso ana taarifa kamili kutoka Ngosuani. Hali ya taharuki ilitanda katika kijiji cha Ngosuani baada ya makundi mawili ya wakazi kukabiliana vikali kuhusu umiliki wa ardhi. Hili linajiri kufuatia uamuzi wa mahakama ulioruhusu ugavi wa ekari 110 kwa wamiliki wapya. Ugavi wa ardhi ulisimamiwa na polisi, ila vurugu ikazuka ghafla kutoka kwa wapinzani waliokuwa wakisubiri mafichoni. Kwa muda mfupi, vurugu zilipamba moto, mawe, vyungu na mapanga yakirushwa na wahusika kulazimika kutawanyika. James Cool alijeruhiwa vibaya kwa upanga kichwani, huku wengine wawili wakikimbizwa hospitali ya Lions kwa matibabu. Kutoa title mara mbili na kupea shamba moja ndio anasababisha sisi tuuane. Mimi nimepikwa leo, venye umeniona kichwa nimeshonwa kwa ajili kupikania shamba ya kunyang'anya mwenyewe, private land ya mtu. Serikali kama ni kukuja kwa ground kulete peace, wazikwe kwa pande moja. Chief wa area kama yeye ni chief wa hii location akue kwa pande zote mbili. Na Majimoto group la nyisha akatwa samani, kila mtu ako na shamba yake na ploti yake. Isha akatwa. Lola imekatwa masi bado. Si imekatwa. Wamekuja kumwaga damu na serikali wamesimama mtu akipigwa. Mwenyekiti wa kundi lililoshinda kesi James Twala amesisitiza kuwa ardhi hiyo ni haki yao kisheria, huku akitoa wito kwa serikali na mbunge wa Narok Kusini Kitilai Ole Ntutu kuingilia kati ya haraka. Majimoto imeibwa na ikabadilisha titles kupeleka kwa wenyewe. Ya kwamba sisi tumefuatilia sheria kwa miaka 9. Na leo tunajaribu kuja kufuata yale kotini amesema. Kuna watu wachache ambao wanatisha serikali na kusema watapigana. Mgogoro huu unaonekana kuchochewa pia na madai ya ulaghai wa hati miliki, huku eneo hilo likipakana na hifadhi ya taifa ya Masai Mara. Nikiripotia NTV kutoka Narok Kusini, mimi ni Toby Meso.